Iran imeanza kuashiria mabadiliko makubwa katika mikakati yake ya kijeshi iwapo kutatokea shambulio jipya la Israel, hatua ambayo wachambuzi wanasema inaweza kupelekea vita vikubwa vya moja kwa moja kati ya mahasimu hawa wawili wa muda mrefu. Kwa mujibu wa vyombo vya habari vya ndani na vyanzo vya karibu na baraza la juu la kijeshi la Iran, maafisa wa ngazi ya juu wa Tehran kwa sasa wanajadili mbinu mbili kuu za kukabiliana na uwezekano wa shambulio hilo jipya la Israel. Njia ya kwanza ni majibu kwenye kiwango cha vita vya siku 12. Hii ni mbinu ya kujibu shambulio lolote jipya la Israel kwa kutumia kiwango na muundo ule ule kama ule uliotumika katika vita vya siku 12 vilivyopita, vita ambavyo vilihusisha mashambulizi ya makombora, mashambulizi ya kidijitali na kampeni za kidiplomasia bila kupelekea vita vya moja kwa moja na Israel. Njia hii inalenga kuepuka vita vya moja kwa moja kwa kudhibiti mzozo usipanuke zaidi. Njia ya pili, kubadilisha sheria za mapambano. Njia hii inahusisha kuvuka mipaka ya vita vya siku 12 kwa kubadilisha kabisa kanuni za mapambano, kujenga upya nguvu ya kuzuia adui, deterrence, na kumaliza hali ya wala vita wala amani iliyoendelea kwa muda mrefu. Katika mbinu hii, Iran ingeweza kutumia mbinu mpya, silaha za masafa marefu, washirika wake wa kikanda na kampeni za kijeshi zisizo za moja kwa moja ili kuifanya Israel ijitathmini upya gharama za mashambulizi. Ripoti zinaonyesha kuwa mbinu ya pili sasa ndio inayoungwa mkono zaidi ndani ya vikao vya juu vya kijeshi vya Tehran. Hii inamaanisha kwamba iwapo Israel itajaribu shambulio jipya, Iran huenda ikajibu kwa nguvu kubwa na ya kipekee kuliko iliyowahi kufanyika awali. Iran na Israel wamekuwa katika mvutano wa muda mrefu, hasa kutokana na masuala ya nyuklia ya Iran, msaada wa Tehran kwa makundi ya wanamgambo kama Hezbollah na Hamas, na mashambulizi ya mara kwa mara ya Israel dhidi ya malengo ya Iran nchini Syria. Vita vya siku 12 vilivyopita vilionyesha uwezo wa Iran wa kutumia washirika wake wa kikanda kupiga Israel bila kuingia moja kwa moja vitani. Hata hivyo, hali ya sasa ya wala vita wala amani imeacha maswali kuhusu uwezo wa kuzuia, yani deterrence, wa Iran. Wachambuzi wanasema mabadiliko haya ya mkakati yanaweza kuongeza hatari ya kuongezeka kwa mapigano ya moja kwa moja Mashariki ya Kati, hasa iwapo Iran itaamua kutumia njia ya pili. Hatua hiyo pia inaweza kuvuruga masoko ya nishati, kuongeza gharama za bima za mafuta katika Ghuba ya Uajemi na kusababisha mshtuko wa kidiplomasia kwa washirika wa Magharibi. Hadi sasa Tehran haijatoa taarifa rasmi kuhusu mipango hii, lakini ishara kutoka kwa maafisa wa juu zinaonyesha kuwa mwelekeo wa msimamo mkali unapata nguvu zaidi. Kwa upande wa Israel, bado hakuna majibu ya wazi kuhusu ripoti hizi, ingawa maafisa wa usalama wamesema wako tayari kwa hali yoyote. Taarifa hii inachukuliwa kama onyo kali kwa Israel na washirika wake kwamba mashambulio yote yajayo yanaweza kuzua vita vya kiwango kipya visivyokuwa na mfano katika eneo la Mashariki ya Kati kwa miaka ya hivi karibuni.